kwenye hadithi ya leo. Simulizi hii ni ya kusisimua, yenye mafunzo na hisia za kweli. Usisahau kusubscribe ili usikose sehemu inayofuata. Na sasa hebu tuingie kwenye simulizi yetu. Zamani za kale, katika mji mkubwa wa Babeli, alitawala mfalme maarufu sana aitwaye Nebukadreza. Alikuwa tajiri, mwenye nguvu na mwenye heshima duniani kote. Majengo marefu ya dhahabu, bustani zinazoning'inia na jeshi kubwa vilikuwa ishara ya utawala wake mkuu. Siku moja aliona ndoto ya ajabu sana. Sanamu kubwa yenye vichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, viuno vya shaba, miguu ya chuma na nyayo za udongo. Hakuelewa maana yake. Hakuna mchawi wala mtabiri aliyeweza kumfafanulia, mpaka kijana mmoja wa Kiebrania aitwaye Danieli aliletwa mbele yake. Kwa hekima ya Mungu, Danieli kufanua ndoto. Mfalme, kichwa cha dhahabu ni wewe, lakini baada yako falme nyingine zitainuka na zitakuwa dhaifu kuliko yako. Nebukadreza alishangaa, lakini baadaye alisahau onyo lile. Aliamua kujenga sanamu ya dhahabu yenye urefu wa mikono 60 na akaamuru watu wote waiabudu. Wale waliokataa waliamriwa kutupwa kwenye tanuru la moto. Lakini vijana watatu wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego, walikataa kuinama. Mfalme alikasirika sana. Aliagiza tanuru iwashwe mara 7 zaidi, lakini walipotupwa ndani hawakuungua. Mtu wa 4 alionekana ndani ya moto kama mwana wa miungu. Nebukadreza alishangaa, akasema, hakika Mungu wa hawa vijana ni wa kweli. Akaamuru watu wote wamheshimu Mungu wao. Lakini baadaye mfalme akajawa na kiburi. Alitembea kwenye paa la kasri lake na kusema, je, si huu ndio Babeli niliyojenga na kwa uweza wangu? Mara sauti kasikika kutoka mbinguni, ufalme wako umeondoka kwako. Nebukadreza akapoteza fahamu, akafukuzwa na watu, akakaa jangwani kama mnyama. Nywele zake zikawa ndefu kama manyoya ya tai, kucha zake kama ya mwewe. Alikula majani kama ng'ombe. Hali hiyo iliendelea kwa miaka 7, mpaka alipoinua macho yake juu mbinguni na kusema, hakika Mungu wa mbinguni ndiye anatawala, si mwanadamu. Ndipo akili yake ikamrudia, akaurejesha ufalme wake, na zaidi ya hapo heshima yake iliongezeka. Kutoka siku hiyo Nebukadreza hakujisifu tena, bali alimsifu Mungu aliye juu mbinguni. Funzo tunalopata katika stori hii: kiburi humwangusha mtu, lakini unyenyekevu humuinua mbele ya Mungu. Nebukadreza alijifunza kuwa hakuna mfalme mkuu